Nao watetezi wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Mombasa wanataka mageuzi ya haraka katika vyombo vya utekelezaji sheria nchini kufuatia kuongezeka kwa visa vya vifo vya mahabusu wakiwa kizuizini pamoja na tuhuma za watu kutekwa nyara kwa nguvu. Wakizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa Tononoka Social Hall, wanaharakati hao wanaitaka serikali kuhakikisha haki, uwajibikaji na uchunguzi huru wa matukio hayo. Watetezi wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Mombasa wamekemea ongezeko la visa vya vifo vya mahabusu wakiwa kizuizini pamoja na tuhuma za watu kutoweka, wakisema hali hiyo inatishia haki na utawala wa sheria. Pia walionyesha mshikamano na familia za waathiriwa wa vifo hivyo ambao wanaendelea kupigania haki ya waathiriwa. We are losing so many of our children in different ways. So we want wale wote ambao wanastahiki, wale wote ambao wako na uwezo wa kuchukulia hatua, hawa mapolisi ambao wanaweza kufanya maovu kama haya, wachukue hatua ya haraka iwezekanavyo, na uchunguzi katika idara ya upelelezi pia ifanye ya vile vifo vote ambavyo vimetokea, including kuinstall CCTV in the police cells, ili mambo kama haya yakitokea kuna ushahidi wa kupeleka kotini. Mtetezi wa haki za kibinadamu Hemedi alisema Wakenya wanapaswa kuwa huru kushiriki masuala ya kitaifa bila hofu, akionya kuwa kuongezeka kwa tuhuma za utekaji nyara na vifo vya mahabusu kizuizini kunadhoofisha imani ya wananchi. Tunaomba government ingilieni katika hii. Our able president, ni kilio, kina mama wanalia. Sisi tunalea watoto wetu kwa matumaini ya kuja kutusaidia. Leo tunalia watoto wetu, ikifika dakika ambao wanafika hadhi ya sasa kuja kutuangalia sisi, wanauliwa. Je, tuko katika hali gani sisi wazazi? Emily Juma wa kikundi cha Amazing cha watu wenye ulemavu alishutumu polisi kwa kutekeleza haki kwa upande mmoja, akisema wananchi wa kawaida ndio wanaathirika zaidi na unyanyasaji. Aidha, alizitaka mamlaka kuheshimu haki na hadhi ya kila Mkenya. Mtoto wa mama mboga akishikwa anatoka kama mjukuu kwa sela amekufa, while our politicians wakishikwa wanatoka salama. And remember, the same taxpayers money that mama mboga anatoa ndio inalipa huyu au waheshimiwa, na pia inalipa watu wa mama mboga. It's not fair. Ustruggle, usomeshe mtoto, alafu mwishowe badala the police won't protect, unaenda kuzika. Na wewe kama askari ama wewe kama nani mwenye yani the people who are being involved kukuwa watoto wa watu, kwani nyinyi hamna utu? Watetezi hao sasa wanataka uchunguzi, haki kwa familia zilizoathirika na mageuzi ya kina katika jeshi ya polisi, wakisisitiza kuwa uwajibikaji ni muhimu ili kurejesha imani ya umma katika mfumo wa haki nchini. Milka Thoya.